Kipindi kifuatacho kimegharamiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries. Hebu angalia viungo vyote ulivyo navyo. Vyote vimeumbwa ili tuweze kusonga na kufanya vitu, si ukaa tu na remote mkononi mwako na kufanya. Sijui kwa nini nahisi vibaya hivi. Kukuza tabia nzuri na kuvunja tabia mbaya. Jana usiku naamini niliweka msingi mzuri tena thabiti, na kwa hivyo siwezi kuyapitia hayo kwa sababu hakuna muda. Lakini nataka kusema kwamba sisi sote tuna tabia. 40%, inasemekana 40% ya mambo tunayofanya ni kwa ajili ya mazoea. Hiyo inamaanisha mara nyingi hatujui tunafanya mambo hayo. Tunayafanya kwa sababu tumekuwa tukiyafanya mara nyingi mpaka yamekuwa sehemu ya utu wetu. Tabia hutokana na marudio, na tabia zinaweza kuvunjwa kupitia marudio. Ukifanya kitendo fulani mara nyingi, unapata tabia ya kukitenda. Usipofanya kitendo fulani mara nyingi, unaweza kupata tabia ya kutokifanya. Ukiwa umekizoea, utakuwa na hamu ya kukifanya utakapoacha kukifanya mara ya kwanza, lakini baada ya muda hata hutafurahia kukifanya. Hata hivyo, hatutaki kutilia mkazo tabia mbaya. Nina uhakika kwamba niliposema nitahubiri kuhusu ukuzaji wa tabia nzuri, mara moja wote mlifikiria kuhusu tabia mbaya zote mlizonazo. Hata sitaki mzingatie tabia zenyu mbaya. Nataka mzingatie ukuzaji wa tabia nzuri, kwa sababu naamini tukikuza tabia nzuri za kutosha, basi tabia mbaya hazitakuwa na nafasi maishani mwetu. Jana usiku nilizungumzia tabia ya kwanza katika kitabu changu, na kuna 14 hapa. Tabia 14 ninazozungumzia katika kitabu changu, na ya kwanza ilikuwa kukuza tabia ya Mungu. Basi nilisema kwamba ukiwa na muda mzuri wa ushirika na Mungu mara kwa mara, na ujielimishe kwa kina kuhusu neno la Mungu, basi hiyo inatosha kuondoa tabia nyingi mbaya kutoka maishani mwako. Wangapi kati yenu wanaamini hilo, kwamba kuwa na muda na Mungu kweli hubadilisha maisha yako? Basi tutaendelea kuangazia tabia hizi. Vifungu vyetu viwili vya msingi ni Warumi 12:21. Tunashinda uovu kwa wema. Tunashinda uovu kwa wema. Kwa hivyo tunaweza kuvunja tabia mbaya kwa kupitia ukuzaji wa tabia nzuri. Kifungu kingine kilikuwa ni enendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili, ambayo ni Wagalatia 5:16. Sasa hebu tuangazie Warumi 5:5, kwa sababu kitu cha kwanza tunachotaka kuzungumzia leo kwa dakika chache tu ni fikira na matamshi. Tabia ya kuwa na fikira sahihi na kunena kwa njia sahihi. Sitasema mengi kuhusu swala hilo kwa sababu kila ujumbe na uhubiri huwa najipata nasema kitu kuhusu fikira na matamshi. Hata hivyo, siwezi kuandika kitabu kama hiki na nisiseme chochote kuhusu swala hilo. Kwa hivyo, mtasikia mengi kidogo kuhusu fikira na matamshi. Samahani, ni Warumi 8:5. Niliwapa kifungu kisicho sahihi. Asanteni wasaidizi wangu ambao ndio macho yangu huko nyuma. Sawa, hebu tuzingatie kifungu hiki. Kwa maana wale waufuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili, bali wale waifuatao Roho huyafikiri mambo ya Roho. Ningependa kuwasomea kifungo hicho kwa njia tofauti. Basi wale wenye tabia mbaya wanatawaliwa kifikira na tabia hizo mbaya. Wale wenye tabia nzuri wanatawaliwa na tabia hizo nzuri kwa sababu fikra zao ziko kwa tabia hizo nzuri. Mtu hufuata fikra zake. Fikra zako huja kabla ya vitendo vyako. Huwezi kubadilisha tabia mbaya ukiwa na fikra mbaya. Huwezi kukuza tabia nzuri ukiwa na fikra mbaya. Ni sharti kwanza uamini unaweza kufanya jambo fulani, kisha fanya fikra ziwe mpya katika jambo hilo. Kadri unavyozidi kulifikiria, ndivyo utakavyozidi kulizungumzia na litakuwa zuri zaidi. Wakolosai 3:1-2 inasema, basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo kwa maisha mapya. Wangapi kati yenu wanaamini wamefufuliwa pamoja na Kristo kwa maisha mapya? Inasema, kwa hivyo mmeshirikishwa katika kufufuka kwake kutoka wafu. Yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Mstari wa 2 na upenda, yafikirini yaliyo juu, siyo yaliyo katika nchi. Hebu acha niwaambie hivi, akili ni zawadi ya ajabu ambayo Mungu amekupa wewe
na mimi. Ni hata kisayansi ni jambo la kushangaza kwamba tunatumia kiwango kidogo sana cha akili zetu, ilhali inaweza kufanya mengi zaidi, na inafanya mambo mengi kila siku. Akili yako ni zawadi ya ajabu kutoka kwa Mungu, na pia Mungu ametupatia uwezo huu ya kwamba tukiamua kabisa kwamba tunataka kufanya kitu fulani, basi kwa kweli ni kama tayari tumeshakifanya, kwa sababu unaweza kufanya kitu chochote ambacho umeamua kufanya. Ndiyo maana watu wanaposema, unajua, siwezi kufanya mazoezi. Sasa msije mkanikasirikia, lakini ukweli ni kwamba hutaki tu kufanya hivyo. Siwezi kutoka kwenye madeni, ni tatizo kubwa sana maishani mwangu. Basi ukweli ni kwamba hutaki kujitolea kuondoka katika hali hiyo mbaya ambayo hali mbaya uliojiletea mwenyewe. Sasa ndiyo naelewa kwamba bahati mbaya hutokea, mambo yanayowafika watu wasijue cha kufanya. Nakubali, bila shaka yanatokea. Lakini tunasema kwamba tutazungumza kuhusu jinsi tunachangia. Na tukiishi maisha mabaya, basi hatimaye ni lazima tutavuna matokeo yake. Mimi na Dave tulijipata katika madeni miaka ya hapo mwanzo ya maisha yetu kwa sababu ya kutumia kadi za mikopo. Na tuliamua tutatoka kwenye madeni, na nawaambia hatukuweza kununua vitu vingi kwa kipindi kirefu. Na si jambo la kufurahisha hilo, lakini bila shaka ni vizuri kutokuwa na madeni. Watu husema siwezi, na nataka sana kuwa na muda na Mungu, nataka kuamka na niombe, lakini sina muda. Hebu niangalieni, wacha niwaambie kitu. Una kiwango cha muda sawa na watu wengine. Sisi sote tuna kiwango sawa, sisi sote tuna masaa 24 kila siku, na ni juu yako kile utakachofanya nayo. Kwa hivyo, kama huna muda wa kuwa na Mungu, basi ni sharti uondoe jambo lingine maishani mwako, kwa sababu hakuna kitu kitakuwa sawa ikiwa hutamweka Mungu mbele. Basi sasa nikisema, ukiamua akilini mwako kufanya kitu fulani, hakuna kitu kinaweza kukuzuia. Naamini hiyo ni zawadi ambayo Mungu amekupa. Mnajua, hata kuna mahali katika Biblia ambapo ilimbidi Mungu ashuke na achanganye lugha za watu, kwa sababu wote walikuwa wamekubaliana, na akasema ni sharti tufanye kitu hapa, kwa sababu wanajaribu kujenga mnara utakaofika mbinguni, na wako wengi kiasi kwamba wakiamua kufanya hivyo, basi hatimaye watafanya hivyo. Kwa hivyo hiyo imetosha kunionyesha kwamba tunaweza kufanya mambo ya ajabu ikiwa tutasema tu, naamini naweza kufanya jambo hili kupitia usaidizi wa Mungu. Nimeamua akilini mwangu na sitabadilisha uamuzi wangu. Tatizo letu ni kwamba huwa tunaamua kisha tunabadilisha uamuzi wetu. Tunaamua kisha tunabadilisha uamuzi. Tunaamua kisha shetani anatufanya tubadilishe uamuzi wetu. Tunaamua kisha tunaona ni vigumu sana. Ni sharti tuamue na tusibadilishe uamuzi wetu. Ukiamua unataka ushindi, basi utapata ushindi. Nina hakika mnafahamu Wakorintho wa pili 14:5, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu. Shetani ataweka fikra akilini mwetu ambazo ni kinyume na neno la Mungu, na Biblia inatuambia tunapaswa kumwangusha chini. Sasa machache kuhusu matamshi. Hebu tuangalie Mithali 18:20 na 21. Naipenda hii. Tumbo la mtu litajazwa matunda ya kinywa chake, atashiba mazao ya midomo yake. Hebu tukiacha hapo juu kidogo, kwa sababu sijui kama mmekielewa. Matamshi yetu huwa na matokeo. Mnajua kwa nini? Kwa sababu matamshi ni vyombo vilivyobeba nguvu. Nina maji ndani ya glasi hii, lakini naweza kutia matope ndani yake nikitaka. Matamshi ni vyombo, na kile unachotia ndani ya vyombo hivyo ni juu yako, lakini utapata matokeo ya matamshi yako. Mnaonekana mnafurahia sana ujumbe wangu mzuri leo. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Moja ingine. Matamshi yasiyo na maana huvuja nguvu, kasema Watchman Nee. Matamshi yasiyo na maana huvuja nguvu. Angalini Timotheo wa pili 2:16. Jiepushe na majadiliano ya kidunia na ya kipumbavu, kwani hayo huzidi kuwatenga watu mbali na Mungu. Hebu acha niwape mfano wa mazungumzo yasiyo na maana. Ukichukua tu siku nzima na ufunge mdomo wako na usikize watu, utagundua watu husema mambo ya kipumbavu sana, mambo ambayo hayana maana yoyote.
Kwa mfano, watu huniambia, na nimeambiwa mara nyingi, kwamba Joyce, nakupenda kiasi cha kufa. Nami ufikiria, usinipende kiasi cha kufa, nipende kiasi cha uzima. Natia bidii sana ili niwe na uzima, si kifo. Au tunasema, jambo hili linaniua. Watu tunazungumza sana kuhusu kifo. Watu wanazungumza sana kuhusu kifo kuliko uzima. Matamshi yasiyo na maana. Hii ni ngumu sana. Sidhani naweza kufanya jambo hili. Sitaweza kubadilika. Mimi ni mjinga kabisa. Sitaweza kupunguza uzani. Sitawahi kutoka kwenye madeni. Sitawahi kuwa na kazi nzuri. Sitapandishwa madaraka. Jamani, kama unataka kuzungumza kila wakati, mbona usiseme kitu kinachoweza kukusaidia? Badala ya kusema kitu ambacho kitakuumiza na kikufanya ujihisi vibaya zaidi kila wakati. Sawa, mnajua kwa nini? Tabia. Tunakuwa na tabia ya kusema kile kinachosema na watu wengine, au tunakuwa na tabia ya kusema chochote kinachotujia. Mnajua kile adui anahitaji kufanya ni kumpa pepo mmoja kazi ya kuwa mahali hapa na akwambie fikira utakazokuwa nazo na zitoke kinywani mwako zingia akilini mwako. Nyenye. Siku nzima. Basi Mungu anataka tukatae jambo hilo, na anataka tujazwe na neno lake, na anataka litoke hapa kutoka kwenye vinywa vyetu. Basi unafanya hivi au hivi. Pengine mtu akikuuliza ulijifunza nini leo, unaweza kusema sitafanya hivi bali nitafanya hivi sana. Haya basi, nitawapa mahubiri ya hayo. Hakuna tena kufanya hivi bali mfanye hivi sana. Usiseme tu kile unachohisi. Sema kile ambacho ni ukweli. Matamshi yako na fikira zako zitakuja kabla ya vitendo vyako. Sasa tutazungumza kuhusu tabia ya kufanya maamuzi. Wangapi kati yenu hujipata wanatatizika kufanya maamuzi? Wangapi hufanya maamuzi haraka kupita kiasi? Mimi ni mmoja wao. Watu wengine hufanya maamuzi haraka kupita kiasi, wengine huyafanya polepole kupita kiasi, na wengine hawafanyi maamuzi kabisa. Theodore Roosevelt alisema, unapohitajika kufanya uamuzi, kitu kizuri zaidi unachoweza kufanya ni kufanya jambo sahihi. Na kitu kizuri cha pili unachoweza kufanya ni kufanya jambo lisilo sahihi. Na kitu kibaya zaidi unachoweza kufanya ni kukosa kufanya lolote. Na napenda hilo. Ni dhahiri kuwa jambo zuri zaidi la kufanya ni jambo sahihi. Anachosema ni kwamba afadhali ufanye jambo lisilo sahihi kuliko kukosa kufanya jambo lolote. Na ndio kwa sababu watu hukosa kufanya jambo lolote, kwa sababu wanaogopa kufanya jambo lisilo sahihi. Unaweza kusema, kwa nini ni afadhali kufanya jambo lisilo sahihi kuliko kukosa kufanya lolote? Kwa sababu ikiwa ufanyi lolote ni kwa sababu hujui lile lililo sahihi wala lile lisilo sahihi, na wakati mwingine njia ya kipekee ya kujua ni kufanya jambo na uone kama mambo yatakuwa sawa au la. Lakini si kwamba nasema mfanye maamuzi ya kipumbavu au mfanye maamuzi haraka bila kuyatafakari. Bila shaka tunapaswa kutafakari kuhusu kile tunachofanya, lakini ukishaomba na kutafakari na kutathmini mambo, basi utafanya nini kingine ikiwa si kufanya maamuzi? Hali mbaya zaidi unayoweza kujipata duniani ni hali ya kutoweza kufanya uamuzi. Unajua unapaswa kufanya uamuzi, lakini hujui kabisa kile utakachofanya. Na najua kuna baadhi yenu hapa leo ambao pengine mko katika hali fulani na hamjui la kufanya. Basi endeleeni kuomba kidogo na naamini Mungu atawaonyesha, lakini hatimaye mnajua kile mtakachofanya. Itawabidi mjaribu kufanya kitu. Oh. Lakini je, nisipofaulu? Na je, ukifaulu? Na mnajua nini? Chukua tu hatua moja ndogo, usijitie mashakani sana. Mnaona, Mungu akikufungulia mlango na uone huenda nikafaulu hapa. Amen. Sasa ukifanya hivi na kidole chako cha mguu kikanyagwe, basi kuwa mjanja na ukiondoe. Usiendelee katika mwelekeo mbaya wakati mambo yanakuendea kombo. Kwa kawaida watu wanaosimama katikati ya barabara huwa wanakanyagwa na gari. Amen. Sasa, Bwana, siri ya kufanikiwa ni nini? Mwanahabari mmoja akauliza mkuu wa benki moja. Alijibu, siri yangu ni mambo mawili. Basi Bwana, mambo hayo ni yapi? Maamuzi mazuri. Basi Bwana,
Ni vipi unaweza kufanya maamuzi mazuri? Alisema neno moja tu. Neno moja, hilo ni lipi? Uzoefu. Na ni vipi unaweza kupata uzoefu huo? Mkuu wa benki alisema maneno mawili. Maneno hayo mawili ni yapi? Maamuzi mabaya. Basi mafanikio yake yote yalitokana na maamuzi mazuri. Na alijifunza vipi kufanya maamuzi mazuri? Kwa kufanya maamuzi mabaya na kujifunza kutokana nayo. Hakuna mtu yote anayefanya maamuzi mazuri kila wakati, lakini tafadhali usiache hofu ikuzuie kufanya jambo lolote kwa sababu unaogopa kufanya jambo lisilo sahihi. Sasa, naamini kuna sababu kwa nini watu huwa hawafanyi maamuzi. Pengine mtu anaweza kushindwa kufanya maamuzi kwa sababu wazazi wake hawakumruhusu kufanya maamuzi yake mwenyewe. Wazazi, tafadhalini, kadri watoto wenyu wanavyozidi kukua na kuongeza miaka kwa maisha yao, ndivyo mnapaswa kuzidi kuwapa nafasi ya kufanya maamuzi yao wenyewe mpaka muwe mmewafunza kuwajibika maishani mwao. Tukiwafanyia watoto wetu kila kitu, tunawalemaza. Tunapaswa kuwaacha wafanye makosa yao wenyewe na wajifunze kwa njia ngumu, kile kilicho sahihi na kile kisicho sahihi. Jamani, mko kimya sana. Si hilo ni sawa? Lakini mnaona, lakini tunataka tuwakinge wasiumie. Naelewa hilo. Tunataka tuwakinge wasiumie. Nawaambia, nilifanya hivyo sana na mtoto wangu ambaye sasa na miaka 33, lakini nilipomzaa, ndiye mtoto wangu wa mwisho, nilikuwa na wavulana 3. Acha nisiseme mengi. Niliamua nataka kupata mtoto na Dave alifikiri nimerukwa na akili, lakini mnajua tulikubaliana ni mpango wa Mungu, na sasa yeye ndiye afisa mkuu wa Joyce Meyer Ministries pamoja na huduma za kando za majimbo, na kwa hivyo nafurahi nilimpata, la sivyo ningekuwa na kazi nyingi zaidi. Na kwa vile alikuwa mtoto wangu, mnajua nilitaka tu kumfanyia kila kitu, nimfanyie kila kitu. Na mnajua kama ningemlea tena, naona ningemlea kwa njia tofauti kidogo, lakini vitu vingi nawafunza kutokana na makosa yangu. Na makosa yangu yana thamani ikiwa yanaweza kuwafunza kitu na yawasaidia msifanye makosa kama yale niliyofanya mimi. Kwa hivyo kama unaona ni vigumu kuachilia watoto wako, mama, hata baba, unaona vigumu kuachilia, usiwalemaze katika siku zao za usoni, kwa sababu huwapi nafasi ya kujifunza jinsi ya kufanya maamuzi yao wenyewe. Na bila shaka hiyo inategemewa na umri gani na mambo mengine mengi. Watu wasioweza kufanya maamuzi huenda wanajitilia shaka wao wenyewe na uwezo wao. Hilo ndilo tatizo la watu wengi sana. Natatizika sana kusoma hapa juu leo, taa zimuliki vizuri. Wacha nishuke hapa chini mahali naweza kuona. Sawa sasa. Shetani anapenda kutufunga na hofu na mashaka ambayo hutufanya tusiweze kufanya maamuzi tunayopaswa kufanya. Usiwe na mashaka sana kiasi kwamba ushindwe kufanya maamuzi. Kupenda kuwafurahisha watu kunaweza kukuzuia kufanya maamuzi. Unaogopa sana kiasi kwamba unaona uamuzi wote unaofanya kila mtu hata upenda, na kisha ataanza kuzungumza kukuhusu au awe na maoni fulani kukuhusu. Mnajua nini? Huenda atazungumza kukuhusu hata iweje. Huenda tayari wanazungumza kukuhusu. Huenda haijalishi utafanya nini, watazungumza kukuhusu. Jueni hili, kuna mtu ambaye hata kupenda, haijalishi utafanya nini. Kwa hivyo mbona usianze kufanya tu maamuzi yako mwenyewe na uache kuangalia kama kila mtu karibu nawe atayapenda? Watu wengine huwa na hofu ya kukosea. Huenda wana kiburi kingi kiasi kwamba hawataweza kukubali kufanya uamuzi mbaya. Fanyeni mazoezi na mimi, semeni nilikosea. Wewe unayetutazama kwenye runinga saa hii, pia unahitaji sana kusema hivyo. Kwa kweli nimehisi Roho akiniambia moyoni mwangu kwamba wewe unayetutazama kwenye runinga, kitu kikubwa zaidi unachotakiwa kufanya ni kufika mahali ambapo utasema nilifanya makosa. Usitoe vijisababu kuhusu jambo hili. Usijaribu kujitetea. Sema tu nilifanya makosa. Na mnajua nini? Hiyo yote ni hali ya maisha. Kufanya makosa ni hali ya maisha. Na nafikiri ikiwa tunajua kikweli sisi ni nani katika Kristo, basi kufanya makosa hakutakutatiza sana. Mimi hufanya makosa. Wangapi kati yenu hufanya makosa? Basi afadhali tukubali ukweli huo na tusiache idhibiti siku zetu za usoni. Kisha ukishafanya uamuzi, ni sharti utekeleze. Watu wengine hushindwa kufanya maamuzi kwa sababu hawataki kuwajibika kwa kazi watakayohitajika kutekeleza baada ya kufanya maamuzi. Nafikiri pengine nitasema hilo tena. Mnajua ni kama wanasema nitajitolea kufanya jambo hilo tarehe 1 mwakani. Mbona ngoje mpaka tarehe 1 mwakani? Kwa sababu unaahirisha
uchungu, kazi, kujitolea, chochote kile. Lakini unajua nini? Haitakuwa rahisi zaidi kadri unavyohairisha. Sijui nini kitatendeka maishani ikiwa tutatekeleza yale tunayotakiwa kutekeleza. Tuache mambo ya kubuni vijisababu akilini mwetu na kutafakari kupita kiasi, na tuamue hili ndilo jambo ninalopaswa kufanya, na kwa hivyo nitalifanya, nitamalizana nalo. Nimeamua akilini mwangu sitabadilisha uamuzi wangu. Jambo hili halitasalia akilini mwangu maisha yangu yote. Wacha nilifanye na nilikamilishe. Nataka nione watu wengi zaidi wakishughulika kutekeleza yale yaliyo sahihi maishani mwao, na msiache watu wengine wafanye maamuzi kwa niaba yenu. Mfurahisheni Mungu wala si binadamu. Ongozweni na Roho Mtakatifu. Amen. Muwe tayari kuongozwa na Roho Mtakatifu. Sasa nataka kuzungumza nanyi kwa dakika moja kuhusu tabia za afya bora, na nafikiri nitaketi tu chini hapa na nizungumze nanyi kama mama yenu. Nahisi nataka kuwa mama yenu na nizungumze nanyi kama watoto wangu. Mko tayari? Sawa, mnapaswa kwanza kushughulikia mili yenu vizuri zaidi. Nataka muwe na afya nzuri. Kadri mnavyozeeka, nataka muwe na nguvu na ukakamavu mwingi. Nataka muweze kufanya yote ambayo Mungu anataka mfanye maishani mwenu. Na sitaki mtumie nguvu yote mlionayo sasa katika miaka ya 20-30 ya kwanza ya maisha yenu, kisha muwe mmekwisha kabisa mkiwa miaka ya 50, 60, 70 na kuendelea mbele. Sasa sikilizeni, na huwa nasema hii kila wakati, kwa hivyo huenda mnajua tayari. Basi, katika sherehe ya siku ya kuzaliwa kwangu inayokuja, nitakuwa na miaka 70. Na sasa niangalieni, nahisi niko sawa kabisa. Kwa kweli nahisi vizuri zaidi kuliko nilivyohisi nikiwa na miaka 35. Nina nguvu, natia bidii kazini, lakini pia napumzika kwa bidii. Nimejifunza kutia bidii kazini, nimejifunza kujivinjari. Sili vyakula visivyostahili, nanywa maji mengi, nafanya mazoezi, na najua kila mtu chukia neno mazoezi. Mnajua nini? Haijalishi unafanya nini, hata kama ni kutembea tu, ni sharti usonge. Kusudi la Mungu kutupatia viungo hivi vyote mwilini mwetu ni ili tuweze kusonga. Hebu angalia viungo vyote ulivyo navyo. Vyote vimeumbwa ili tuweze kusonga na kufanya vitu, si ukaa tu na remote mkononi mwako na kufanya. Sijui kwa nini nahisi vibaya hivi. Hebu nionyeshe kifungu kimoja ambacho ni mojawapo wa vile ninavyovipenda zaidi, lakini ni cha kutisha kidogo. Umewahi kuona kifungu cha kutisha? Mithali 18:9. Yeye naye aliye mvivu katika kazi yake ni ndugu yake aliye mharibifu. Sasa mbona inasema hivyo? Kwa sababu ikiwa hushughulikii mambo yako, basi unachangia kuyaharibu. Kama vile Deva alisema hapo awali, tunachopata tukichunge. Na yule asiyetumia juhudi zake kujiponya mwenyewe ni ndugu ya yule anayejiua. Haya, hebu tuwe na wakati wa kukiri. Wangapi kati yenu hawajishughulikii ipasavyo? Jameni, acheni mchezo. Mnanishangaza sana. Hiyo ni 90% ya watu walio ndani ya ukumbi huu. Afya yako ni mojawapo ya zawadi kuu zaidi ambayo Mungu amekupa. Na naweza kuambia sasa hivi, hata kama unajihisi uko sawa lakini hujishughulikii, hutajihisi uko sawa milele ikiwa hutaanza kujishughulikia sasa. Naona hiyo kila wakati. Na vijana, nafurahi mko hapa, lakini wakati mwingine nyinyi ndio wabaya zaidi.
Mnakaa macho mpaka saa 8 au saa 9 asubuhi, mnalala saa 2 na mnaamka na kwenda kazini, hakuna shida Ndiyo, si tunawambia msijivinjari, lakini mnajua ni sharti muwe na hekima, kwa sababu nawaambia hakika siku moja pia nyinyi mtakuwa na miaka 70. Na najua sasa mnafikiri kwamba tutakuwa wazee hivyo lini. Kweli mtakuwa wazee hivyo siku moja. Sawa, hebu tujaribu hii. Tutazungumza kuhusu kukuza tabia ya furaha. Hitaji la kimsingi la kila mwanadamu ni kuwa na furaha. Kusema kweli, je, si hiyo ni kweli? Abraham Lincoln alisema watu huwa na furaha kadri wanavyoamua kuwa na furaha. Groucho Marx alisema kila siku ninapofungua macho yangu huwa najiambia ni mimi mwenyewe na wala si matukio ndio nina uwezo wa kujiletea furaha au huzuni. Nina uwezo wa kuchagua furaha au huzuni. Ya jana yamepita, ya kesho hayajulikani. Nina siku moja tu, na ni leo, na nitakuwa na furaha leo. Amen. Sasa wacha niwaambie kitu, mimi si mtu wa kuamka asubuhi sana. Jeff huamka asubuhi sana kila siku, na leo asubuhi nilimwambia, je, kuna siku hata moja utaamka asubuhi na usizungumze? Jamani, kwa miaka 47. Lakini yeye huamka na aseme, asubuhi maridadi kweli, asubuhi maridadi kweli. Nami nafikiria, mimi si mtu wa kuamka asubuhi sana. Kwa hivyo usifanye hivyo unapoamka. Nina binti moja yangu ambaye yuko hivyo. Lakini mimi niko sasa, kusema kweli, ukiwa kama mimi, basi uende ukajipata unaanza kuwa na fikira ambazo si nzuri sana kuwa nazo. Kwa hivyo nawaambia, ni sharti nifanye uamuzi karibu kila siku. Nikisema hii ndiyo siku, nafikiri hicho ndicho kifungu cha kwanza ninachokitamka kila asubuhi ninapoamka. Siku hii Bwana amefanya, furahini, shangilieni. Jamani, utakuwa na furaha unapoamua kuwa na furaha. Si unapongoja mpaka uwe na hisia ya furaha. Si unapongoja mpaka hali zako zote ziwe za kuleta furaha. Si unapongoja mpaka kila mtu afanye kile unachotaka afanye, au upate kila kitu unachotaka. Utakuwa na furaha unapofanya uamuzi ya kuwa na furaha. Sihoni ukweli nyinyi wanawake warembo kutoka Puerto Rico hapo? Inaonekana napaswa kuingia ndege na niende nao kwao, sijui. Sijai kwenda huko, pengine nitakupenda huko. Nitakupenda, waliniambia nitakupenda. Fanya kuwa na furaha iwe tabia. Kuwa na furaha kiasi cha kumghadhabisha shetani kabisa. Anafurahia sana huzuni yako. Anashangilia unaposikitika na kufa moyo. Anashangilia wakati uko chini. Lakini anaanza kukerwa unapokuwa na furaha. Unapotabasamu na kusema nitafurahia siku hii. Lakini Joyce, unataka nifurahie maisha yangu vipi ilhali nina shida hizi zote? Kila mtu aliye katika ukumbi huu ana shida. Kila mtu anazo. Kwa vile hujui ni shida zipi, haimaanishi hawana shida. Na nawaambia kuwa na furaha ni uamuzi tunaofanya. Mimi si mtu mwenye utu wa kuwa na furaha kila wakati. Hata mimi. Lakini niliamua yamkini miaka kama 20 iliyopita kwamba nitakuwa na furaha. Ni sharti uamue kwanza au hutakuwa na furaha. Na mmojawapo ya shida zangu ilikuwa kwamba sikuamini kikamilifu kwamba furaha ilikuwa ni kitu cha muhimu sana kwa Mungu. Sijui hata sikuwa nimepata ufunuo kwamba Mungu kweli alitaka nifurahie maisha yangu. Nilipokuwa nadhulumiwa kimapenzi na babangu nikiwa mtoto, naweza kumbuka nilimkasirisha nilipocheka. Kwa sababu babangu alikuwa ni mtu mwenye uchungu kweli na hakuwa na furaha, na mnajua watu wasio na furaha hawapendi kabisa kukaa karibu na mtu mwenye furaha. Na kwa sababu nilianza kudhulumiwa kimapenzi na babangu nikiwa mtoto sana, sikupata nafasi ya kuwa mtoto. Basi
Mimi huyu hapa nilikuwa mtu mzima ambaye hakuwa amefurahia utoto wake, na kwa hivyo sikujua jinsi ya kufurahia vitu. Kitu nilichojua ni kujikimu kimaisha, kuwajibika, kufanya kazi na kuhakikisha nimeifanya kikamilifu, na sikujua jinsi ya kufurahia maisha yangu. Na nilisikia mahubiri mengi sawa na yale nahubiri leo kuhusu kuwa na furaha na kwamba furaha ya Bwana ndiyo nguvu yako, na nilifikiri basi furaha yangu iko wapi? Na nikaanza kuchambua kwa kina swala la furaha katika Biblia, nikianza na Yohana 10:10, mwizi huja kwa shabaha ya kuiba, kuua na kuharibu. Mimi nimekuja mpate kuwa na uzima kamili. Na niling'amua kwamba ilikuwa mapenzi ya Mungu Yesu afe ili nifurahie maisha yangu, na alikufa ili ufurahie maisha yako. Sasa hicho ni kitu cha kushangaza sana. Yesu alikufa ili ufurahie maisha yako na ili nifurahie maisha yangu. Na kwa hivyo sidhani tunamtendea haki tukimwacha shetani afyonze furaha yote kutoka kwetu, na tukiacha hali zetu za maisha zifyonze furaha yote kutoka kwetu. Tunapaswa kufanya uamuzi leo kwamba tutakuwa na furaha na tufurahie kila siku ya maisha yetu yote. Na mnajua nini? Ukiamka kila siku ukiwa na hisia mbaya na fikira mbaya, ni kwa sababu una tabia ya kufanya hivyo. Nilikuwa na tabia hiyo, nilipata kutoka kwa babangu. Alikuwa na uchungu na kila kitu kilikuwa kibaya kwake, hakikuwa sawa, na alitarajia mabaya kila wakati. Nami pia nikawa hivyo. Na muda mfupi baada ya mimi na Dave kufunga ndoa, siku moja aliniangalia na akaniuliza, nini mbaya na wewe? Kwa sababu yeye alikuwa na furaha kweli, na mnajua alikuwa na mtazamo mzuri wa maisha. Nami nilimwambia hivi, ikiwa utarajii kitu chochote kizuri kitendeke, basi utasikitika kama kitatendeka. Mpenzi, nimetoka mbali kweli. Nashukuru hiyo ni miaka 47 iliyopita. Na unajua haikuwa rahisi kwangu kuvunja tabia hizo, na imenibidi nitamke kifungu hicho mara milioni moja. Siku ni hii Bwana amefanya, furahini, shangilieni. Imenibidi nitafakari sana Yohana 10:10. Lakini mnajua nini? Mimi ni mtu mwenye furaha sana sasa, na kuna siku ambazo ni lazima niamue kuwa na furaha. Si kila siku inanibidi niamue, lakini kuna siku ambazo inanibidi niamue kuwa na furaha. Mnajua nini? Sitazingatia jambo hilo, tayari nimeyapitia hayo. Wakati mwingine hata inanibidi nijiambie, na hisi fikira zangu zinaanza kuwa mbaya, na najiambia acha fikira hizo kabisa, acha fikira hizo kabisa. Nimeshayapitia hayo, nimeshapita mlima huo, hayo hayatanifaidi chochote. Niwaambie kitu, ikiwa una tatizo na kuna kitu ambacho Mungu amekuongoza ufanye kulihusu, basi ni sharti ukifanye. Ni sharti ufanye maamuzi na ukifanye. Na kama huwezi kufanya lolote kulihusu, basi ni sharti uamini kwamba Mungu ni mwema na uendelee kufurahia maisha yako. Nafikiri wakati mwingine tunafikiri kwamba ikiwa tuna tatizo, basi si sawa kwetu kufurahia maisha yetu. Hilo haliko katika Biblia. Hakuna mahali popote ambapo Biblia inasema si sawa kufurahia maisha yako. Isitoshe, mbona usifurahie maisha yako zaidi? Na kwa kufanya hivyo, utakuwa unamwonyesha Mungu kwamba kweli unamwamini na unajua anashughulikia mambo yako, na si vibaya kufurahia maisha yako wakati una tatizo. Ukiweza kufanya kitu kuhusu tatizo lako, basi kifanye. Ikiwa huwezi, hakuna haja ya kuliacha liharibu maisha yako. Sasa sikilizeni, hata unapoendelea kukomaa kiroho, bado unaweza kufurahia maisha yako katika hali hiyo yako isiyo kamilifu. Nimesema hata unapoendelea kukomaa na kubadilika, unaweza kufurahia huo utu wako usio mkamilifu. Nimesema unaweza kufurahia huo utu wako usio mkamilifu. Unaweza kufurahia huo utu wako usio mkamilifu. Jifunze kujichekelea wewe mwenyewe na uache kuwa na msimamo mkali sana kila wakati kuhusu kila kitu kisicho sawa maishani mwako. Muombe Mungu akubadilishe. Biblia inasema ombeni nanyi mtapewa, furaha yenu iwe timilifu. Tunapomwambia Mungu mahitaji yetu, tunakuwa na furaha. Mungu, nataka kubadilika, nataka unibadilishe. Siwezi bila wewe, na sitajichukia unapoendelea kunibadilisha. Sitajikasirikia siku nzima kwa sababu nilifanya makosa jana. Siku hii ndio umenipatia, nitashangilia na kufurahia. Tabia ya kuwa na furaha. Na je, kutathmini malengo yako? Pengine huna furaha kwa sababu hufanyi kazi sahihi na maisha yako. Nafikiri watu wengi husalia kwa kazi wasizozipenda kwa sababu wanaogopa kuchukua hatua ya imani kujaribu kufanya kazi wanazotamani kufanya. Au unasalia kwenye kazi fulani kwa sababu ya mshahara mnono. Je, niwaambie ukweli, ni bora zaidi kupata mshahara mdogo lakini uwe na furaha.
Mimi na Dave tulikuwa katika kanisa letu lililo sehemu maskini ya mji, tunaliita St. Louis Dream Center. Tulikuwa huko wiki chache zilizopita na tulikutana na mtu anayesimamia store ya vyakula hapo. Pamepangwa vizuri sana. Tuna store ya vyakula, inaonekana kama kijiduka cha kuuza mboga, na watu wanaoishi eneo hilo ambao hawana chakula kinachoweza kuwasukuma mwezi mzima au ambao hawana chakula kabisa, wanaweza kuja hapo na wachague vyakula, na hiyo wafanye wahisi waheshimiwa, kwa sababu hawapewi tu chakula kutoka kwa mkono wa mtu, bali wanaweza kwenda hapo na wachague vyakula kana kwamba hao ni wanunuzi. Basi tulikuwa huko na tulikutana na mtu aliandikwa kazi hapo si zamani sana, na tukusika katika kumandika kazi, kwa hivyo hata tukujua alikuwa amepewa kazi ya kusimamia store hiyo ya vyakula. Na tulipoongea naye alituambia jambo la kusisimua. Alisema, nilikuwa muuzaji wa hisa kwa miaka mingi lakini sikuhisi kuridhika. Basi akasema, nilienda kusomea daktari kwa mwaka mmoja na kwa kweli bado sikuridhika. Kisha akasema, niliuza hisa kivyangu kwa muda mfupi na Kisha akasema, niliona tangazo mtandaoni kuhusu kazi ya kusimamia store ya vyakula. Sijawahi kufanya kazi kama hiyo, lakini nilihisi nafikiri huenda nikafurahia hiyo. Basi akaja na akaweka ombi la kazi na akaipata, na alisema, sijakuwa na furaha kama nilio nayo sasa maisha yangu yote. Sasa huyu hapa mtu aliyekuwa anasomea udaktari na aliyekuwa muuzaji wa hisa na hakuwa na furaha, ingawa huenda alikuwa anapata pesa nyingi zaidi. Sasa yuko katika sehemu maskini ya mji, katika moja ya maeneo mabaya zaidi ya mji, na anasimamia store ya vyakula huku akitangamana siku nzima na watu masikini, na sasa ameridhika kiasi ambacho hajawahi kuridhika maisha yake yote. Baadhi yenu mnapaswa kutafakari jambo hilo. Ikiwa huna furaha, pengine unapaswa kufikiria, je, nafanya kile ninachopaswa kufanya na maisha yangu? Lakini mnajua, msije mkaanza kuwa na fikira za ajabu kuhusu jambo hilo, eti Mungu wangu, hiyo ni shida yangu, sifanyi kazi sahihi. Lakini baadhi yenu tayari mnajua mnapaswa kuwa mnafanya kazi tofauti, lakini mmekataa kuchukua hatua ya imani ya kwanza kazi hiyo. Bado mmefungwa na ile tabia kutoweza kufanya uamuzi. Kuna ambao wameshindwa kufanya uamuzi. Jamani, ni watu wengi. Msiogope kufanya kitu tofauti, msiogope mabadiliko, na msiache pesa itawale maisha yenu. Sasa sikilizeni, naelewa ni sharti uwe na pesa, naelewa ni sharti ulipie mahitaji yako, na najua huwezi tu kuacha kazi yenye mshahara mnono na ukae bila kazi. Yaani namaanisha, sipendekezi kwamba uende ujivinjari kwenye ufuo wa bahari siku nzima, kwa sababu hiyo ndio itakuletea furaha. Lakini nataka muwe na furaha. Wangapi kati yenu wako tayari kuwa na furaha? Chukua muda wa kukuza mahusiano. Mahusiano mazuri hukufanya uwe na furaha. Mahusiano mazuri, uhusiano mzuri na Mungu, uhusiano mzuri na wewe mwenyewe, na uhusiano mzuri na watu wengine. Huwezi kuwa rafiki mzuri kwa watu wengi sana, lakini unapaswa kuwa na marafiki wachache wazuri sana, na wengine wawe watu unaowajua tu. Penda kila mtu, lakini usifikiri unaweza kuwa na uhusiano wa ndani na kila mtu. Huna muda wa kufanya hivyo. Sasa nataka muwajibikie furaha yenu wenyewe. Wacha niwasomee hadithi. Itanibidi niteremke hapa chini kwenye mwanga. Melanie ni mwanamke wa miaka 60 ambaye amekuwa kwenye ndoa kwa zaidi ya miaka 40. Mume wake Don ni profesa wa historia katika chuo kikuu kimoja kidogo. Daima Don amekuwa akipenda historia. Na huwa anafurahia sana kufundisha historia. Sasa Don ameridhika, lakini Melanie hajaridhika. Vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Kimarekani ndio shauku yake kubwa zaidi, na akiwa na muda huwa anaandika vitabu kuhusu vita hivyo na wahusika muhimu wa vita hivyo. Siku moja Melanie alimwambia rafiki yake mmoja kwamba hajakuwa na furaha kwa miaka mingi kwa sababu Don hakuwa anapata pesa za kutosha za kuwapeleka sehemu za kujivinjari au kununua vitu vizuri anavyotaka au fanicha maridadi mpya za nyumba yao au nguo maridadi. Mara nyingi Melanie akilalamika, marafiki zake walikubaliana naye na walimwambia, ndiyo, una haki ya kuwa na vitu vizuri. Mnajua, wakati mwingine hatumpendi mtu ipasavyo. Kama tunachofanya ni kukubaliana naye tu na kumwonea huruma. Sasa sikilizeni. Lakini siku moja rafiki yake alimwambia, Melanie, Don hapaswi kuwajibikia furaha yako. Don anapenda kazi yake. Hana haja ya kuwa tajiri.
ana miaka 60. Wewe piga hesabu. Don hataki kubadilisha chochote. Ukitaka kuwa na furaha, ni wajibu wako kung'amua jinsi utakavyofanya hivyo, kwa sababu furaha yako si jukumu la Don. Miaka 6 baadaye, Melen alimwandikia rafiki yake barua na akamwambia, nafurahi sana ulinionyesha upendo kwa njia ya ukali. Sasa ni miaka 6 ilikuwa imepita. Nina hakika kwamba rafiki yake ambaye anaonekana alimkaripia kwa ukali alifikiri, inaonekana huu ndio mwisho wa uhusiano huo, amenikasirikia. Lakini Melen alimwambia, nashukuru ulinionyesha upendo kwa njia ya ukali. Nilianza kuwajibikia furaha yangu. Ndoa yangu sasa ni nzuri ajabu. Na si hiyo tu, nimegundua kwamba nina kipawa cha kuandika michezo ya kuigiza, na sasa michezo yangu inaonyeshwa katika kumbi kadhaa za mji wetu. Mnaona kile kinachotendeka unapongoja mtu fulani akuletee furaha? Kamwe hutatimiza kile kilicho ndani yako, kwa sababu Mungu ameweka kitu ndani yako ambacho kitakuletea furaha ikiwa utaanza kuwajibikia furaha yako mwenyewe. Na mimi nilikuwa na tatizo hilo kwa muda mrefu sana. Nilifikiri Dave akifanya hivi ama akifanya kile, nyenyenyenyenyenyenye. Na Mungu aliniambia hivi kabla hata sijasoma kitabu kama hiki, Dave hapaswi kuwajibikia furaha yako. Na hakika alifurahi sana nilipomwondolea mzigo huo. Jamani, niangalieni, si jukumu la mtu yeyote kukufanya uwe na furaha. Ni sharti uamue kwamba utakuwa na furaha. Wangapi kati yenu wanataka kukuza tabia ya furaha? Sawa, Bwana asifiwe. Hebu tuone tumebakisha tabia gani. Nimezungumzia ngapi? Mnapaswa kucheka zaidi na mfikirie kidogo. Kicheko ni kujivinjari mara moja. Amen. Sasa kitu cha mwisho ninachotaka kuwazungumzia leo ni tabia ya imani. Pengine mnasema, tabia ya imani? Nataka kuambia kitu. Ni kuamini. Kuamua kwamba utamwamini Mungu. Kwamba utaamini neno lake. Kwamba utaamini anakupenda, utaamini anakushughulikia. Kuamua kuamini tu huleta mambo ya ajabu kwenye nafsi yako. Biblia inasema katika Waebrania 4, maana sisi tulioamini tunaingia katika raha ile. Na kuna vitu vingi ambavyo Biblia inatuambia tusing'ang'anie kuvipata, lakini inatuambia tung'ang'ane kuingia kwenye raha ya Mungu. Basi hiyo inamaanisha kwamba katika hali zangu zote, njia nzuri zaidi ya kupata mapumzisho kutokana na wasiwasi au mahangaiko au hofu au fadhaa au kiwewe au chochote kile ni kuamini tu. Ilinibidi nijifunze kufanya hivyo hata napohubiri. Wakati mwingine naweza kuwa nahubiri na kuna mtu anahangaika, anaangalia saa yake, anapiga miayo, kisha watu 2 au 3 wanasimama na kuondoka, na ghafla anaanza kufikiri, ujumbe lazima uwe ni mbaya kweli, hawafurahi mahubiri yangu. Na basi naanza kuishiwa na nguvu. Na Mungu alianza kuniambia, usipohifadhi ujasiri wako ukiwa jukwani, basi utampa shetani mkutano wako wote. Ni lazima uwe na ujasiri, na huwezi kungoja kuwa na hisia ya ujasiri, ni sharti uwe na ujasiri. Tutazungumza mengi zaidi kuhusu hilo Jumamosi asubuhi, kuhusu tabia ya ujasiri. Lakini tuende, Biblia inasema katika Warumi 1:17 kwamba katika neno, katika Injili, kuna ufunuo wa uadilifu unaowaongoza watu kutoka kwenye kiwango kimoja cha imani hadi kingine na kingine. Kama mnaiwekeni juu Warumi 1:17 ili kila mtu aweze kuona. Katika Injili kuna ufunuo wa uadilifu, kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake toka imani hata imani. Imefunuliwa kupitia njia ya imani ambayo huleta imani zaidi. Napenda hiyo. Basi katika Biblia kuna uadilifu, kuwa na haki mbele ya Mungu ambayo imefunuliwa. Sasa ikiwa hujui uadilifu huo ni nini, basi hutaweza kuwa na imani ya aina hiyo. Kwa sababu utafikiri kwamba kila kitu maishani mwako kinakutegemea wewe, lakini si hivyo. Inategemea neema ya Mungu ishuke kwako na upokee neema hiyo kwa imani. Ikiwa umetenda dhambi, hupaswi kufanya kitu kugharimia dhambi yako. Kile unachopaswa kufanya ni kusema, naamini Mungu atanisamehe nikimwomba msamaha, napokea msamaha huo, sihukumiwi. Kwa sababu Biblia inasema hakuna hukumu, Mungu bado ananipenda, bado nina uadilifu mbele ya Mungu, na hiyo inakuwezesha kuwa na imani kwamba kila kitu kitakuwa sawa maishani mwako. Mnasema, nini kitatendeka nikiamini? Wacha tu tuseme, naamini kupata kitu fulani lakini sikipati. Basi endelea kuamini hivyo hivyo. Endelea kuamini.
Sema tu sitaacha kuamini. Huenda sitaipata jinsi ninavyotaka, huenda sitaipata jinsi ninavyofikiria itakuwa, lakini nitaendelea kuamini. Sipasi kuamini kupata kitu, napaswa kumwamini mtu. Kuna tofauti. Huwa daima kuna kitu tunaamini tutakipata. Lakini mnajua nini? Kuna imani ambayo ni kuu zaidi kuliko kuamini kupata kitu, na ni imani inayomwamini mtu. Hasa unapokosa kupata kitu unachotarajia kupata. Tunapaswa kuamini kwamba Mungu ana hekima zaidi kutushinda na anajua vyema zaidi kile tunachohitaji. Na tumshukuru Mungu kwa sababu hata tupatie kile tunachotaka, lakini atangoja mpaka tuwe na hekima ya kutosha ya kupokea kile ambacho anasema kitakuwa kizuri zaidi kwetu. Unapomwamini Mungu, sikilizeni, mimi humwomba Mungu vitu vya kila aina. Na mambo yangu mengi hujibiwa mara moja, lakini mengine hayajibiwi. Baadhi ya vitu ambavyo nimeomba sijavipata, lakini mbona watu wengine wakivipata? Na itanibidi niendelee kumwamini Mungu. Ikiwa hicho ndicho kitu ambacho nilitakiwa kuwa nacho, basi ungenipatia. Usiangalie watu wengine na uone wivu. Usiangalie watu wengine na utamani walicho nacho. Jiambie tu, Mungu ananipenda. Mimi ni mwadilifu mbele ya Mungu. Uadilifu huo umefunuliwa kwangu kupitia neno. Mungu kamwe hawezi kuninyima, kwani mimi ni kipenzi cha roho yake. Macho yake yako kwangu kila wakati, na hawezi kuninyima baraka yoyote. Pengine huelewi kile ambacho Mungu anafanya wakati huu. Mungu alikuwa akifanya mambo mengi ambayo sikuelewa, lakini nikiangalia nyuma sasa, naelewa yote. Na kusikitisha ni kwamba tunaishi maisha tukiangalia mbele, lakini tunaielewa tukiangalia nyuma. Mnajua, tunapoenda mbele huwa tunasema, nini kinaendelea? Sielewi, haya ni magumu sana. Kisha unafika hapa na unasema, oh jamani, kama singepitia hayo, singekuwa jinsi nilivyo leo. Kama singepitia hayo, singefahamu yale nayofahamu leo. Basi hili ndilo jambo tunalopaswa kufanya. Wakati tuko hapa tukiishi maisha tukiangalia mbele, tunapaswa kusema, naamini. Sijali nahisi vipi, naamini. Sijali mambo yanaonekana vipi, naamini kwamba Mungu ananishughulikia. Najua kwamba mimi ni mtoto wa Mungu na nitaishi kwa imani hadi kwa imani hadi kwa imani hadi kwa imani hadi kwa imani, na imani itakuwa tabia maishani mwangu. Na mnajua kile kinachotendeka unapokuwa na tabia ya imani? Basi tabia ya hofu haiwezi kuwaingia. Tabia ya wasiwasi haiwezi kuwaingia. Tabia ya kuhangaika haiwezi kuwaingia. Tabia ya kiwewe haiwezi kuwaingia. Mnajua kwa nini? Kwa sababu mmeingia katika raha ya Mungu. Na ukweli ni kwamba hamtajali Mungu atafanya nini au ataifanya wakati upi, kwa sababu mnajua kwamba wakati wake utakuwa mzuri na chochote atakachofanya kitakuwa sahihi kabisa bila dosari. Mpe Mungu sifa. Kutoka kwa imani hadi 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 kwa imani. Haya, hebu sote tusimame. Basi tunazungumzia nini leo? Fikira na matamshi. Tabia kufanya maamuzi, kuweza kufanya uamuzi. Sitaki msahau. Tabia za afya bora. Wangapi kati yenu wako tayari kuamua kujishughulikia vyema zaidi? Sasa sikilizeni, jueni itawagharimu nini. Kwa sababu nitaombea kuhusu jambo hilo kabla tujaondoka leo, kwa sababu ni muhimu sana uweze kujithamini vya kutosha ili ujishughulikie wewe mwenyewe. Karibu binti yangu. Tabia ya furaha. Na tabia ya imani, kutoka imani hadi imani hadi imani hadi imani. Wohoho. Sasa usiku wa leo tuna tabia 3 tu, kwa hivyo nimezizungumzia kwa kina zaidi, kisha kesho asubuhi tunazo 5 na mkutano wetu utakuwa umekwisha, lakini mtakuwa na tabia 14 mpya ambazo zitabadilisha maisha yenu. Naomba kwa jina la Yesu kwamba kila mtu hapa atakuwa na hekima ya kujithamini yeye mwenyewe na aone jinsi alivyo na muhimu kwa mpango Mungu. Pengine unajiona wao si muhimu, lakini wao ni muhimu, la sivyo hawangekuwa hapa. Hujaomba mtu yote kuwa takataka, na pia hujaomba vitu visivyo na maana. Na unatuhitaji, unataka kufanya kazi kupitia sisi, tunakuwakilisha. Na kwa hivyo Mungu, naomba umpatie kila mtu hapa hekima ya kwanza kujishughulikia, na naomba uwashawishi
kubadilika pale wanapohitaji kubadilika. Na najua wakichukua hatua ya imani, neema yako itakutana nao ili wawezeshe kufanya chochote wanachohitaji kufanya. Kwa jina la Yesu, amen. Nawapenda.